Urusi imetangaza kusitisha mapigano mnamo Mei 8 na 9 kwa ajili ya kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 81 ya ushindi wa uliokuwa muungano wa Kisovieti wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky naye ametangaza kwamba Ukraine nayo itasimamisha mapigano sambamba na Urusi kuanzia siku ya Jumatano. Hatua hiyo inatangazwa wakati Urusi ikiendeleza mashambulizi makubwa ya droni na makombora dhidi ya Ukraine. Lina ni Mtono na taarifa zaidi. Hatua ya kusitisha mapigano ilitangazwa kufuatia maamuzi yaliyofanywa na Rais wa Urusi Vladimir Putin, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi iliyoelezea matumaini kwamba upande wa Ukraine utafuata mkondo huo. Wizara hiyo imeongeza kuwa vikosi vya Urusi vitachukua hatua zote muhimu ili kuhakikisha usalama wakati wa maadhimisho hayo. Wizara hiyo aidha ilionya kwamba majaribio yoyote ya kuvuruga sherehe za siku ya ushindi yatajibiwa kwa shambulizi kubwa la kombora katikati mwa mji wa Kiev. Urusi itafanya sherehe hizo za siku ya ushindi Jumamosi kuadhimisha miaka 81 ya ushindi dhidi ya utawala wa Kinazi wa Ujerumani. Katika chapisho kupitia mtandao wa X, Rais Zelensky aliandika kwa upande wa Ukraine unatangaza kusitisha mapigano kuanzia saa 6 za usiku za tarehe 5 kuamkia 6. Chapisho hilo liliongeza kuwa katika kipindi kilichosalia ni muhimu kuhakikisha kuna kuwepo utulivu. Lakini kwenye mkutano wa viongozi wa Ulaya unaofanyika Yerevan nchini Armenia, kiongozi huyo wa Ukraine amesema hajaarifiwa chochote kuhusiana na usitishwaji huo wa mapigano. Amesema hayo pembezoni mwa mkutano huo na kuongeza kuwa Marekani ilizungumza na Urusi tu na hakuna mtu aliyewasiliana ama kuwawasilishia pendekezo lolote rasmi. Zaidi ya yote, hivi ni vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Halafu Marekani na Urusi ndio wanaojadili usitishwaji wa mapigano. Ni aina gani ya usitishwaji waliofikia? Ni muhimu kwamba upande wetu pia ujulishwe kile walichokubaliana. Mbali na hayo, Rais Zelensky mapema leo ameishutumu Urusi kwa unafiki wa hali ya juu kufuatia mashambulizi makubwa iliyoyafanya, na kwa upande mwingine ikitaka kusitisha mapigano kwa ajili ya maadhimisho hayo ya Mei 9 mjini Moscow. Watu kadha waliuawa katika mashambulizi ya usiku mzima yaliyofanywa baada ya Moscow na Kiev kutangaza usitishwaji huo pamoja wiki hii. Watu kadha waliuawa katika mashambulizi ya usiku mzima yaliyofanywa na Moscow mjini Kiev. Maafisa wamesema mashambulizi ya droni na kombora yaliyofanywa na Urusi katika mkoa wa Poltava yalisababisha vifo vya wafanyakazi 3 wa kampuni ya nishati na waokozi 2 waliokuwepo kwenye eneo la tukio. Mtu mmoja pia aliuliwa mashariki mwa mji wa Kharkiv baada ya Urusi kufyatua makombora 11 na droni 164 nchini Ukraine. Kulingana na Rais Zelensky, vikosi vya Urusi pia vilishambulia miundombinu muhimu ya nishati kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk na kuwajeruhi watu 3 huku wengine maelfu wakibakia bila huduma ya umeme.